Okay, episode ya pili inaendelea hapo. Niseme wewe, nimekuona, nimekushuhudia. Wewe ni mwanamke wa design gani wewe? Ni mwanamke wa design gani unakanyaga shati ya mtoto wa shule? Mtoto anataka kwenda shule, wewe unamkanyagia shati. Maana yake nini? Unakuwa mwanamke gani wewe? Mimi nimeoa mtu fulani wa kunyanyasa mtoto wangu au nimeoa mama wa kulea mtoto wangu? Sasa kibonge kabisa barabara akaanza kuzungumza kwa hasira kabisa na mtukana huyu mama. Wewe sikiliza, wewe mwanamke, mimi sijakwambia umpige mtoto wangu. Mimi sijampiga wakati wewe mwenyewe mtoto na alipiga makofi. Mimi nilikuwa nataka nimnyoshee nguo, alafu akaanza kunipiga. Sasa akajua kabisa kibonga atamsaidia, kumbe hakuna kitu. Wewe sikiliza. Sikiliza nikwambie, usinifanye mimi na akili ndogo. Nimeshuhudia kitendo kizima. Nimeshuhudia. Mtoto wangu unamnyanyasa wewe, unamnyanyasa mtoto wangu Anchuku. Unamnyanyasa kila siku, unampiga piga. Kwa nini unampiga piga mtoto wangu? Shida nini? Huyu sio ngoma. Huyu sio ngoma, anasoma kwa bidii, anapambana ili anisaidie babake. Wewe unakuja kuvunja ndoto za mwanangu. Sasa kibonga akamwambia toka nje. Toka nje katafute mwanaume mwingine. Mimi siwezi. Sasa kilivyokuwa kabisa cha moto, mambo yalikuwa kabisa msobe. Mwanamke anafukuzwa kabisa. Sasa mimi nimekosa langu nini? Wewe toka, nitakuvulia suti. Toka, nitakuvulia suti ya Bukujira. Toka nje. Toka nje katafute mwanaume mwingine. Katafute hata cha pombe huko. Sasa najua kabisa utakuwa umejifunza kitu katika episode ya pili. Mtoto alifurahi sana, akasema baba, kumbe baba ananisikiliza na mimi nimemchapa vibao tena, angeniacha hapo ningemfanya awe mweusi. Mimi maskini ya Mungu.